Habari kamili. Washington. Iran imerusha makombora kuelekea Israel mapema leo, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Iran ambaye hakutajwa. Jeshi limesema shambulio la hivi karibuni la makombora ya Iran lililenga kaskazini mwa Israel na kwamba linafanya juhudi za kuzuia tishio hilo. Rais Trump jana alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri na afisa wa Iran ambaye hakumtaja baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Ufichuzi huo wa kushangaza wa kuwepo mazungumzo uliokanushwa na Tehran, ambayo ilimtuhumu Trump kwa kutaka kushawishi masoko ya nishati, ulijiri kabla ya muda wa mwisho wa Jumatatu usiku uliowekwa na Trump kwa Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, la sivyo Marekani iteketeze mitambo yake ya umeme. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema amezungumza na Trump na kukiri kwamba Marekani inatumai makubaliano yanawezekana, lakini akaapa kuendelea kuishambulia Iran na Lebanon ili kuilinda Israel. Bogota. Ndege ya kijeshi iliyokuwa na watu 121, wengi wao wanajeshi, ilianguka muda mfupi baada ya kupaa hapo jana huko Puerto Leguizamo, Colombia, na kuua watu wasiopungua 33. Naibu meya wa mji huo Carlos Claros amesema karibu watu 81 walijeruhiwa katika mkasa huo. Mji wa Puerto Leguizamo uko Putumayo, jimbo la Amazon linalopakana na Ecuador na Peru. Waziri wa ulinzi Pedro Sanchez alisema kwenye mtandao wa X kwamba ndege iliyoanguka Jumatatu ilikuwa ikiwasafirisha wanajeshi hadi mji mwingine huko Putumayo. Sanchez alisema kuwa hadi sasa hakuna dalili zozote zinazoonyesha kwamba ndege hiyo ilishambuliwa na makundi ya waasi yanayoendesha harakati zao karibu na Puerto Leguizamo. Jeshi la anga lilisema katika taarifa kwamba kiasi ya watu 77 waliokolewa kutoka eneo la ajali wakiwa na majeraha. Berlin. Uongozi wa chama cha Free Democratic nchini Ujerumani FDP utajiuzulu katika mkutano wa kitaifa wa chama mwishoni mwa mwezi Mei. Hii ni baada ya kushindwa katika uchaguzi wa karibuni wa majimbo. Kiongozi wa chama hicho Christian Dior amesema kuwa atagombea tena wadhifa huo, akitafuta kile alichokiita uhalali upya ili kuendelea na kazi ya kufufua chama hicho cha kihafidhina kinachounga mkono sera za kibiashara na kifedha. Akizungumza baada ya kufanya mikutano na vyombo vya utendaji vya chama, Dior alisema hana nia ya kukata tamaa. Amekiri haja ya kuwepo mabadiliko, akisema kitu ambacho ni wazi kwa sasa ni kwamba mambo hayawezi kuendelea kama yalivyo. Bodi nzima ya utendaji itajiuzulu na kutafuta uhalali mpya katika mkutano wa chama. Hatua hiyo inafuatia kushindwa vibaya mara mbili katika uchaguzi mwaka huu. Katika jimbo la Baden-Württemberg, kitovu cha sekta muhimu ya magari nchini Ujerumani, FDP walishinda kwa 4.4% pekee katika uchaguzi uliofanyika Machi 8. Siku ya Jumapili, katika jimbo jirani la Rhineland-Palatinate, chama hicho kilipata 2.1%. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Rome. Wataliano wamesababisha pigo kubwa la kwanza dhidi ya waziri mkuu Giorgia Meloni kwa kukataa mageuzi yake ya mfumo wa sheria katika kura ya maoni, huku karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa. Matokeo ya kura ya maoni ya kikatiba iliyopigwa Jumapili yanaonyesha upande wa hapana unaopinga mageuzi hayo ulipata 53.5% na wa ndio ukiwa na 46.5%. Karibu 59% ya wapiga kura walijitokeza, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Meloni hata hivyo amesisitiza kuwa haendi kokote. Amesema Wataliani wamezungumza na kwamba uamuzi wao utaheshimiwa, akiongeza kuwa hilo halitabadilisha dhamira yao ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii kwa manufaa ya taifa na kuheshimu jukumu waliopewa na umma. Johannesburg. Mabaki ya Waafrika kadhaa ambao miili yao ilifukuliwa na kupelekwa Ulaya kwa ajili ya utafiti wa kisayansi miaka mingi iliyopita yalizikwa tena Jumatatu nchini Afrika Kusini. Mabaki ya kiasi ya watu 63 wa jamii za Hoi na San yalikuwa yamerejeshwa kutoka kwenye jumba moja la makumbusho la Ulaya, ikiwa ni sehemu ya harakati pana barani Afrika ya kuleta mabaki na vitu vya kale vilivyoibwa au kuondolewa barani humo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Bruce Amani.
Asante sana Bruce Amani, ambapo nazidi kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa kwa hisani kuu ya DW. Tuungane naye John Juma kwa maelezo ya ripoti za waandishi, uchambuzi na makala. Huu ni pamoja na yanayojiri kuhusiana na vita huko Iran na Mashariki ya Kati. Tunachambua hatua ya Trump kusitisha kitisho chake dhidi ya vituo vya nishati vya Iran. Je, hatua hii inamaanisha nini? Serikali ya Donald Trump imejipata pahala pagumu, ikije na kwenda bila Marekani kufanya chochote, ni kama itadhoofisha mkono wa kisiasa na mkono wa kidiplomasia. Na hofu ya kuzuka upya kwa vita nchini Ethiopia imesababisha Watigrinya kuanza kuhama makwao. Uko nami John Juma. Safu ya ripoti na uchambuzi inaanza kwa kuangazia yale yanayojiri huko Mashariki ya Kati, hasa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, lakini pia Iran ambayo imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya nchi washirika wa Marekani katika kanda hiyo ya Ghuba kulipiza kisasi. Bruce Amani na mengi zaidi. Iran ilirusha makombora kuelekea Israel mapema leo, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Iran ambaye hakutajwa jina, ripoti iliyokanushwa na Tehran. Jeshi lilisema shambulio la hivi karibuni la makombora ya Iran lililenga kaskazini mwa Israel na kwamba linafanya juhudi za kuzuia tishio hilo. Rais Trump hapo jana alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri sana na afisa wa Iran ambaye hakumtaja, baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Tumeuangamiza uongozi katika ngazi ya kwanza, ngazi ya pili na kwa kiasi kikubwa ngazi ya tatu. Lakini tunazungumza na mtu ambaye naamini ndiye anayeheshimika zaidi na ni kiongozi. Hatutaki urutubishaji wowote, lakini pia tunataka urani iliyorutubishwa. Ufichuzi huo wa kushangaza wa kuwepo mazungumzo uliokanushwa na Tehran, ambayo ilimtuhumu Trump kwa kutaka kushawishi masoko ya nishati, ulijiri kabla ya muda wa mwisho wa Jumatatu usiku uliowekwa na Trump kwa Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, la sivyo Marekani iteketeze mitambo yake ya umeme. Bei ya mafuta ilishuka na masoko ya hisa yakaimarika, huku waangalizi wakijitahidi kutafsiri kauli za Trump licha ya Iran kukataa. Tovuti ya habari ya Axios nchini Marekani, ikimnukuu afisa mmoja wa Israel ambaye hakutajwa, ilimtaja mtu aliyezungumza na Trump kuwa ni Mohammad Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Iran na mmoja wa watu mashuhuri wasio na nafasi ya kidini. Tovuti hiyo na shirika la habari la Reuters waliripoti kwamba wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner huenda wakakutana na ujumbe wa Iran kwa mazungumzo nchini Pakistan wiki hii, huku kukiwa na uwezekano wa makamu wa rais JD Vance kujiunga. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif anasema alizungumza na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran, akiahidi msaada wa Islamabad kuleta amani katika eneo hilo. Naye msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bakai alisema kuna ujumbe uliopokelewa kutoka baadhi ya nchi rafiki ulioashiria ombi la Marekani la kutaka mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita, lakini akakanusha kuwa mazungumzo yoyote kama hayo yalifanyika. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema amezungumza na Trump na kukiri kwamba Marekani inatumai makubaliano yanawezekana, lakini akaapa kuendelea kuishambulia Iran na Lebanon ili kuilinda Israel. Nchini Lebanon, Israel imepanua operesheni yake ya ardhini dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran, ikionya kuhusu wiki kadhaa za mapigano. Ilishambulia tena kusini mwa Beirut hapo jana na mapema leo na kudai kuwakamata wapiganaji wawili wa Hezbollah. Tukisalia katika mzozo huo Mashariki ya Kati, rais wa Marekani Donald Trump amesema ataahirisha mashambulizi yoyote ya kijeshi dhidi ya mitambo ya umeme na miundombinu ya nishati ya Iran kwa muda wa siku 5 kufuatia kile alichokitaja kama mazungumzo yenye tija na Iran. Hata hivyo, Iran imekanusha madai ya Trump kwamba pande hizo mbili zimekuwa zikifanya mazungumzo ya kumaliza vita. Mwenzangu Samu Njama alizungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa aliyeko Marekani, na kwanza alimuuliza uamuzi wa Trump wa kuongeza muda wa mwisho unaashiria nini kuhusu mkakati wa Marekani katika mzozo huo. Nadhani unaonyesha ya kwamba serikali ya Donald Trump imejipata pahala pagumu. Imeona ya kwamba onyo aliyoitoa mbeleni ya kushambulia miundombinu za nishati za Iran ikije na kwenda bila Marekani kufanya chochote,
ni kama itadhoofisha mkono wa kisiasa na mkono wa kidiplomasia wa Marekani. Serikali yake isipate ile aibu au kudhoofishwa kidiplomasia. Lakini pia kwa upana, ukiangazia tena kwa umbali, ni kwamba Marekani inaona ya kwamba lazima jambo hili au mzozo huu utatuliwe kidiplomasia. Wa Marekani kwa ujumla, umma hapa hawataki wanajeshi wa Marekani kujiingiza tena kwenye vita kwenye taifa kama Iran, vile ilivyofanyika Iraq na Afghanistan. Kwa hivyo ana visingizio vingi vya kisiasa na vya kiusalama ambavyo vinafanya ageuze mwenendo huu na kuongeza muda kwa mkondo wa kidiplomasia. Trump anasema maamuzi yake ya kuongeza muda ni kutokana na mazungumzo yenye tija, lakini Iran imekanusha kwamba haijafanya mazungumzo yoyote na Marekani. Je, Marekani bado ina uwezo wa kuongoza diplomasia ya Mashariki ya Kati ikiwa taarifa zake tayari zinapingwa hadharani na Iran? Diplomasia ni kwamba mkono wa Marekani umedhoofishwa sana. Tumeona washirika wengi wa Marekani, madola ya NATO, mengi yamekataa kushirikiana na Marekani kushambulia Iran. Lakini upande wa Iran ni kwamba hata ingawa taifa la Iran limebanwa sana, wao wanaona ya kwamba bora serikali yao ya kidini bado ikiwa kidete, hata ingawa taifa limeumia kwa muda fulani, itakuwa kwao ni kuweza kufaulu kupinga ubabe wa Israel na ubabe wa Marekani. Kwa hivyo ni kama ni chekachenga za kidiplomasia kwa upande fulani. Profesa Monda, umetaja hapo kwamba Israel inaonyesha ubabe kwa kama unavyojua mpaka sasa inaendeleza mashambulizi ndani ya Tehran. Je, unadhani yanafanyika kwa ushauri wa Marekani au ni uamuzi wa pekee wa Israel kuendelea kuonyesha kwamba ina nguvu na ina uwezo? Kiwango fulani Marekani na Israel, vile vita vilianza dhidi ya Iran, walikuwa pamoja. Lakini vile siku zimeenda, ni kama maslahi za Marekani na zile za Israel zimeanza kuleta utata. Israel ingependa mzozo huu uendelee kwa muda zaidi na Iran ibanwe kabisa. Uongozi wa Iran ubadilishwe kwa njia ya kivita. Lakini Marekani kwa wakati huu ni kama inataka kusonga tena nyuma kidogo. Italeta msukosuko wa kidiplomasia kwa sababu mataifa mengi, hususan yale yanayoendelea, itabidi yachague yako upande wa Marekani na Israel au yako upande wa Iran. Kiuchumi itadhoofisha sana uchumi wa dunia kwa sababu ya ongezeko ya bei ya mafuta ghafi. Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda, kama alivyozungumza na mwenzangu Saumu Njama. Mvutano mpya unaochipuka katika eneo la Tigray umeibua wasiwasi mkubwa ndani na nje ya Ethiopia, ikiashiria hatari ya kurejea kwa machafuko makubwa yaliyotikisa taifa hilo kati ya mwaka 2020 na 2022. Licha ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani mwaka 2022, uhalisia wa maisha katika Tigray unaonyesha kwamba misingi ya makubaliano hayo haikuwahi kuimarishwa ipasavyo. Sasa dalili za nguvu za kijeshi zinazoripotiwa, vikosi vya serikali vikiimarisha uwepo wao mpakani na wanajeshi wa Tigray wakionya juu ya kuzingirwa, zinafanya mazingira yote yaonekane kama bomu linalosubiri kulipuka. Sudi Mnete na kina cha hofu hiyo mpya. Ni usiku wa manane mjini Mekele, mji mkuu wa eneo la Tigray nchini Ethiopia, lakini makundi ya vijana waliobeba mabegi na mizigo wanahangaika kutafuta basi la kwenda Addis Ababa. Abel mwenye umri wa miaka 23 alipigana na jeshi la ulinzi la Tigray TDF wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya shirikisho kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022, vita vilivyoua takriban watu 600,000. Sasa ana wasiwasi kuwa huenda machafuko mapya yakaanza tena muda wowote. Si salama tena hapa, anasema Abel, ambaye jina lake lilimbadilishwa ili kulinda utambulisho wake. Niliona watu wakifa, sitaki kupitia tena hayo, sitaki vita vinifikie upya. Wakati Mashariki ya Kati ikiwa inateketea kwa vita, upande mwingine wa bahari ya Shamu, mgogoro mwingine unaonekana kuibuka katika pembe ya Afrika. Vikosi vya serikali ya shirikisho
na vile vya Tigray vinaanza tena kujikusanya katika mpaka wao wa pamoja kaskazini mwa Ethiopia. Mkataba wa amani uliomaliza vita ya mwisho mwaka 2022 haukuwahi kutekelezwa ipasavyo, na uhusiano baina ya pande hizo umeendelea kuwa tete, hali inayochochewa zaidi na kuzorota kwa mahusiano kati ya Ethiopia na Eritrea, nchi inayopakana na eneo la Tigray. Hakuna takwimu rasmi, lakini mamia ya watu wanakimbia Tigray, eneo lililokuwa na takriban watu milioni 6 kabla ya vita, kila siku kwa basi au kwa ndege. Abel anataka kujiunga na wanaokimbia, lakini mabasi yote yamejaa kwa safari ya kilomita 700 kuelekea Addis Ababa, moja ya maeneo machache nchini Ethiopia ambayo hajakumbwa na mapigano au hali ya kutokuwa na usalama. Mwenyewe anasema hakuna mtu aliyebaki hapa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, upungufu wa bidhaa za msingi unazidi kuwa mbaya. Wauzaji wa mitaani wanauza chupa za petroli ya magendo katika makutano wa barabara, na bei zake zimepaa kwa kasi kutoka kwa takriban $1 na senti 90 hadi $2 na senti 80 ndani ya siku chache tu. Mamlaka za serikali ya shirikisho zimekata ruzuku kwa eneo hilo kwa miezi kadhaa. Watumishi wengi wa umma hawalipwi tena na benki zimeanza kukosa fedha taslim. Wanajeshi wa serikali ya shirikisho wanaendelea kusonga mbele kutoka pembe zote za Ethiopia, na Emmanuel Masefu, naibu kiongozi wa chama cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF, aliambia AFP wiki iliyopita kwamba Tigray inazungukwa na majeshi, hali inaonekana kuwa na uwezekano mkubwa kutakuwa na vita. Siku iliyofuata, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema hataki vita katika hotuba yake kwa lugha ya Tigrinya, jambo ambalo si la kawaida. Wiki iliyopita ulimwengu uliadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kifaransa maarufu kama Francophonie, kwa ajili ya kuzileta pamoja nchi na watu wanaozungumza lugha ya Kifaransa kote duniani. Hata hivyo, muungano huo wa Francophonie unakabiliwa na changamoto mbalimbali, huku nchi wanachama kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo Kifaransa ni lugha rasmi, lakini kwa sasa raia wake walio wengi wanageukia lugha nyingine, ikiwa ni pamoja na Kiingereza. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti hii. Ikiwa na wazungumzaji zaidi ya milioni 300 duniani kote, Francophonie inalenga kuwa nafasi ya mshikamano na ushirikiano wa kitamaduni, kisiasa na kiuchumi. Walakini nyuma ya azma hii ya pamoja, changamoto nyingi zinatishia kudhoofisha ushawishi wake na mshikamano. Kwa upande wa kisiasa, Biamungu Bonheur Ruhanga, mwanafunzi wa lugha ya Kifaransa katika chuo kikuu cha ualimu ISP Bukavu, anahisi kwamba shirika la kimataifa la Francophonie OIF limeshindwa kuchukua jukumu madhubuti katika kutatua migogoro ya kisiasa au kiusalama ndani ya nchi wanachama wake, haswa barani Afrika, ijapokuwa kanuni zake za msingi zinalenga kukuza amani, demokrasia na haki za binadamu. Tunapaswa shimama kidete ili tujiendeleshe. Changamoto nyingine ni hasa kuongezeka kwa ushindani wa lugha. Katika enzi ya sasa ya utandawazi, Kiingereza kimedhihirika kuwa lugha inayotawala katika nyanja za kiuchumi, kisayansi na teknolojia. Kwa muda sasa, Galala Ndahongera Konsole anajifunza Kiingereza, akidai kinachukuliwa kuwa chombo cha fursa za kitaaluma. Hapa anaeleza, itaweza kuwa rahisi kujua Kiingereza hata kama unaishi nchi ya Kifaransa. Inaleta opportunities mingi kwenye maisha ya binadamu. Zaidi ya hayo, Francophonie inakabiliwa na ukosefu wa usawa miongoni mwa nchi wanachama. Ingawa baadhi ya nchi zina rasilimali nyingi za kukuza lugha na utamaduni wa Kifaransa, nyingine zinatatizika kuhakikisha upatikanaji bora wa elimu kwa lugha ya Kifaransa. Katika nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuwa mojawapo ya maeneo makubwa zaidi duniani ambako lugha ya Kifaransa inazungumzwa, ukosefu wa miundombinu ya shule na ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo ni vikwazo vikubwa vya ukuzaji mzuri wa lugha ya Kifaransa. Hata hivyo, Kinshasa imemteua Juliana Amato Lumumba, binti wa shujaa wa kitaifa Patrice Emery Lumumba, kuwa mgombea wa nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonie OIF. Mkufunzi wa lugha ya Kifaransa Daniel Chibamvunya anaamini kuwa ugombeaji huu utasaidia kukuza zaidi OIF, haswa katika masuala ya amani, vijana na ushirikiano wa kimataifa. Ukishinda hiyo uchaguzi ambao utafanyika hapa kesho, lugha ya Kifaransa itatembea tena katika pande nyingi na kubwa sana za ulimwengu. Changamoto nyingine muhimu inahusu utofauti wa
kitamaduni ndani ya nchi za Francophonie, maoni mengi yakiashiria kwamba Kifaransa hakipaswi kufuta thamani ya lugha za kienyeji ambazo ni vyombo muhimu vya utambulisho na usambazaji wa kitamaduni. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Kanisa la Orthodox la Urusi linaanza kupata ushawishi kidogo kidogo, lakini kwa uhakika barani Afrika, na wataalamu wanasema kuwa Urusi inautumia utanukaji wa kanisa hilo kama njia ya kujenga nguvu kupitia imani ya kidini. Uchambuzi wa Martina Shivikovski unasomwa studioni na Michael Kwena. Kwa miaka mitatu sasa, waumini katika Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekuwa wakikusanyika kwa ajili ya huduma za kiroho za kanisa la Orthodox la Urusi kwenye parokia ndogo ya Mtakatifu Andre de Bimbo karibu na mji mkuu Bangui. Patrick, mwanaume mwenye umri wa miaka 38, ni mmoja wao. Alikuwa mfuasi wa kanisa Katoliki la Kirumi kabla ya kujiunga na kanisa hili la Orthodox la Urusi, ambalo anasema amejiunga nalo kwa kuwa anayapenda mafundisho yake ya Biblia na pia jinsi viongozi wa kanisa hilo wanavyozungumza na waumini wao na vile wanavyowapa mwongozo wa kiroho kupitia sala. Patrick anaongeza, na hapa namnukuu, tangu kuhamia huko nahisi mabadiliko chanya yanayotokea maishani mwangu. Najihisi niko nyumbani kwenye kanisa langu jipya, imani yangu mpya, na nitaendelea kuiandama njia hii. Mwisho wa kumnukuu. Olive mwenye umri wa miaka 35 anasema pia anafurahi kuwa muumini mpya wa jamii hii ya kanisa. Naye pia anavutiwa na namna mahubiri yanavyotolewa, akisema anampa mafunzo mema. Akizungumza na DW amesema, na hapa namnukuu, sote tunamwabudu Mungu yule yule na najihisi niko nyumbani kwenye mahubiri yao na vile watu wanavyohalakiana na kanisa hili. Mwisho wa kumnukuu. Hata kama ibada kuu huwa inafanyika kwa Kirusi, waumini huwa wanaupata ujumbe wake kwa kuwa kanisani hapo huwa na wafasiri wa lugha hiyo kwenda lugha za wenyeji. Parokia Mtakatifu Andre de Bimbo inaongozwa na Baba Askofu Marcel Voyemawa, ambaye mwenyewe alihamia kanisa hilo akitokea kanisa la Orthodox la Kigiriki. Kijiografia, makanisa ya Orthodox huwa yanaratibiwa kwa parokia, ambapo bara zima la Afrika linazingatiwa kuwa parokia Alexandria na hivyo kuwa sehemu ya kanisa la Orthodox la Kigiriki. Voyemawa anaitetea imani ya kanisa lake jipya akitumia kituo cha redio cha kanisa hilo kiitwacho Lengo Songo. Anasema hapa, na namnukuu, hapa tuna theolojia halisi ya imani. Kanisa la Orthodox linaundwa na makanisa huru ambayo kila moja lina mila zake za kienyeji. Kinachounganisha kiko juu ya kila kitu ni lugha ya ibada kwa Mungu. Mwisho wa kumnukuu. Parokia hii ndogo ya Mtakatifu Andre de Bimbo ni mojawapo tu kati ya nyingi ambazo kanisa la Orthodox la Urusi limekita mizizi yake. Kwa mujibu wa kanisa hilo, kuna parokia 350 katika zaidi ya mataifa 30 barani Afrika. Katika nchi kama Afrika Kusini, Tanzania, Uganda na Kenya, makanisa hayo yanajengwa kwa muundo ule ule wa makanisa Mtakatifu Petersburg, yakijitofautisha na makanisa yaliyopo hapo tangu zamani. Kwa wengine, hii ni ishara kuwa Urusi inataka kuonekana uwepo wake sio tu kupitia mikataba ya ulinzi, jeshi na miradi ya uchimbaji madini, bali kwenye maisha ya watu wa kawaida mitaani. Na baada ya uchambuzi huo, tusikilize makala tuliyokuandalia. DW Afya yako. Kwa mujibu wa takwimu zinazotambuliwa na Wizara ya Afya Tanzania, takriban wagonjwa wapya wa saratani 40,000 hugundulika kila mwaka na karibu jumla ya watu 27 wenye saratani hufariki dunia nchini humo. Takwimu hizi zinauweka ugonjwa wa saratani katika orodha ya magonjwa hatari nchini humo. Haya ni makala ya afya yako kutoka hapa DW, na mimi ni Prosper Kuigize ninayekukaribisha kuangazia jinsi Tanzania inavyodhamiria kupambana na ugonjwa wa saratani. Tafadhali ambatana nasi. Sasa huduma zote za PET scan zitafanyika Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia tangu tupate uhuru. Ni sauti ya Waziri wa Afya nchini Tanzania, Mohamed Mchengerwa, akitangaza kuwa wagonjwa wa saratani waliokuwa wanalazimika kusafirishwa kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu sasa watatibiwa nchini Tanzania. Akizindua kifaa hicho katika taasisi ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam, Waziri Mchengerwa anabainisha kuwa taifa lilitumia gharama kubwa kuhakikisha wagonjwa wanapata matibabu nje ya nchi. Serikali kupitia wizara yetu ya afya imeokoa mabilioni ya fedha ambazo serikali imekuwa ikitumia kuwapeleka wagonjwa nje kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi wa kina kuhusu ugonjwa wa saratani. Kwa wagonjwa wanaokwenda India,
iliwagharimu kwa kipimo peke yake watumie takriban shilingi milioni 6 mpaka milioni 8. Bado gharama ya usafiri, bado gharama ya malazi, bado gharama ya chakula. Kulingana na aliyekuwa waziri wa afya mwaka 2024-2025 Umi Mwalimu, Mei mwaka 2024, sehemu kubwa ya wagonjwa wa saratani nchini wamebainika kuwa ni wanawake wenye saratani ya mlango wa kizazi, ambapo saratani hii pekee inachangia 25%, ikifuatiwa na saratani ya matiti kwa 10%. Kwa pamoja saratani hizo huchangia zaidi ya 33% ya wagonjwa wote na karibu nusu ya vifo vyote vinavyotokana na ugonjwa huo. Je, ni kwa namna gani serikali hushughulikia rufaa za wagonjwa hadi nje ya nchi? DW imezungumza na Dr. Caroline Damian, mkurugenzi msaidizi wa huduma za hospitali katika Wizara ya Afya Tanzania. Kwanza anaeleza kuhusu takwimu za wagonjwa waliokwenda nje ya nchi. Mwaka 2024-2025 jumla ya wagonjwa 110 walipata rufaa kwenda kupata matibabu nje ya nchi kutoka katika taasisi 4 hapo awali. Katika hali ya kawaida Ocean Road wao huchangia 10% mpaka 15% ya rufaa zote zinazoenda nje ya nchi. Zaidi ya 75% ya wagonjwa wote waliokuwa wanatoka Ocean Road kwenda kupata matibabu nje, sababu ya rufaa ilikuwa ni kwenda kupata kipimo cha PET CT scan ambacho kilikuwa hakipatikani nchini kwa wakati huu. Dr. Caroline anasema gharama zinazotolewa na serikali kwa wagonjwa wanaopelekwa nje ya nchi zinajumuisha usafiri wa mgonjwa na msindikizaji, posho ya kujikimu kwa mgonjwa na msindikizaji, na usafiri ambao ni dola 3,300 za Marekani kwa mtu mmoja. Lakini pia wanalipa posho kiasi cha dola 500 ya kujikimu. Anasema gharama jumla ni dola 7,100 ukiondoa vipimo. Kwa hiyo gharama ni kama shilingi milioni 18 hadi 19. Masanja Ngereja ni mmoja wa watu aliyefuatilia tamko la serikali na muhanga wa changamoto za matibabu. Kile alichokizungumza waziri wa afya kuhusiana na wagonjwa ambao wana changamoto ya saratani kwamba hawatopelekwa nje na sasa kifaa kimeletwa nchini, ni faraja kwetu sisi wananchi, kwa sababu ukiangalia gharama zilikuwa ni kubwa, wananchi walikuwa wanashindwa kuhimili hizo gharama. Lakini cha kuomba tu ni kwamba serikali wasimamie na kila mwananchi aweze kupata hiyo huduma. Hadi hapo ndio nahitimisha makala ya afya yako. Ulikuwa nami Prosper Kuigize. Hadi mara nyingine, kwa heri kwa sasa. Kufikia hapo hatuna la ziada ila kuyakamilisha matangazo haya ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma nikikuaga. Kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini. Imekuwa ni taarifa ya habari msikilizaji asubuhi hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, washirika wetu wa matangazo ya asubuhi. Kwenye kiziba mkonga cha sasa tuna kizazi cha vijana na watoto wasiopenda kabisa ugumu. Hawapendi mchakato, wanataka vitu rahisi na kwa haraka. Hawataki kusubiri, wengine ni kwa sababu ya malezi ya wazazi. Matokeo yake ni kizazi kinachotegemea miujiza, kutabiriwa, kuwekewa mikono, kutojali familia, kushindwa kujisimamia na mwisho kujiua. Msikilizaji,
kwenye kiziba mkonga cha sasa. Tuna kizazi cha vijana na watoto wasiopenda kabisa ugumu. Hawapendi mchakato mzima, kwa sababu ili ndoto zitimie ni mchakato. Between a dream and fulfillment of that vision there is a valley. Utajipata huko kwenye mabonde. Mabondeni sio mahala pazuri. Kule kwenye Cave of Adullam, Daudi alikaa kule sio kuzuri. Gerezani sio kuzuri. Una ndoto kama Yusufu, ili ndoto itimie lazima utapitia kwenye eneo lile la jela. Eneo la mateso. Eneo la mahangaiko. Eneo la kuchekwa na kukejeliwa. Eneo la kukosa kuwa na tumaini. Hapo ndipo utasukumwa. Hasa vijana wa sasa wanataka vitu rahisi na kwa haraka. Kizazi cha microwave. Wanapasha vitu haraka, hawajui kuwasha jiko na kupepeta kwa muda mrefu. Hawataki kusubiri. Wengine ni kwa sababu ya malezi ya wazazi. Matokeo yake ni kizazi kilichotegemea miujiza. Yaani amen, pasipo kwenda kuifanyia kazi hiyo amen haiwezi kuwa. Pokea gari, amen. Usipoenda kuchakarika ukaingia kwenye shule na ukasomea udereva, hauwezi kuja kuwa dereva. Matokeo yake ni kizazi kilichotegemea miujiza tu. Utabiriwa, pokea, pokea, pokea. Kuwekewa mikono, kutojali familia, kushindwa kujisimamia na mwisho kujiua. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Msikilizaji, simama na kituo hiki tuweze kufikia uratibu na mipango tulionayo. Nchini Kenya, safari ya kuingia kwenye digital audio broadcasting imeanza. Na tunaomba tuweze kuwa kituo ambacho kitakuwa miongoni mwa hiyo safari katika hatua hii. Vile katika upanuzi wetu kuona kwamba tunafikia katika malengo ya kufika FM. Enda pale kwenye Facebook yetu, kuna link ambayo ni ya PayPal. Bonyeza hiyo link, itakuelekeza katika ukuta ule wa PayPal. Alafu baadaye unaweza toa mchango wako kupitia njia hiyo. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Hili ni jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Sikiliza idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Iwapo basi unaungana nasi au hujakosea msikilizaji, ni kwamba habari kuu ambayo tutakuwa naifuatilia siku ya leo ni kwamba Trump aipa Iran nafasi ya mwisho ya mazungumzo ya amani. Ndege za jeshi zaanguka Colombia na kuua watu 34. Hii ni idhaa yako ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Hujambo na karibu.